wa Baraza la Ulama kiongozwa na Katibu wa Baraza Alhaji Mruma, Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaji Kamanda Jumanne Muriro, Mkuu wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam Comrade Alhaji Mwenda, Mstahiki Meya wa Kinondoni mstaafu na Kamishna wa TRA, mashehe wote ambao mko hapa, viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa serikali ambao mko via, wanazuoni wote, waumini wa dhehebu la Kiislamu, wanahabari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na kutuwezesha leo kuja hapa kwa ajili ya maadhimisho ya Eid al-Adha ambayo yametukusanya sote. Lakini pia nataka niendelee kumpongeza na kumshukuru Sheikh Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu, kwa uongozi wake kwa Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA. Mara zote kumekuwa na matukio yanayowakusanya Waislamu pamoja na kutumia nafasi hiyo kuendelea kuwaambia masuala muhimu ya dini. Na leo hii tumekutana hapa maalum kwa ajili ya kuswali Eid al-Adha, na muda huu tuko kwenye baraza la Eid ambalo linatufanya Waislamu wote tuweze kupata neno la dini yetu, lakini pia kutoka kwa mgeni ambaye amealikwa. Na leo maalum tutapata salamu za serikali. Salamu hizi za serikali zinaletwa kwenu nami, na wanaowaletea salamu ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais. Viongozi hawa wanatoa salamu kwenu, wanawapa mkono wa heri na baraka kwenye siku hii ya Eid al-Adha ambayo Waislamu wengi hupata fursa ya kuchinja. Lakini salamu hizi za viongozi wetu hawa wawili wanawatakia kila laheri mahujaji wetu wa Tanzania walioko Maka, ambao wanaendelea kutekeleza nguzo maalum ya dini ya Kiislamu. Na dua, tunaamini kwamba moja kazi ya jukumu walilonalo huko ni kuiombea nchi yetu, kuwaombea viongozi wa nchi hii, kuwaombea Watanzania wote tuendelee kuishi kwa umoja na mshikamano wa kitaifa. Ndugu Waislamu, leo hii tunapokutana hapa ni muhimu kwetu serikali kuwaambia kwamba serikali yetu inawaamini sana viongozi wa dini, madhehebu yote nchini. Na nyie viongozi wa dini mmekuwa chachu ya kuimarisha amani na mshikamano katika nchi hii kupitia mahubiri yenu. Lakini wahakikishie serikali hii itaendelea kuimarisha mahusiano mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini zote hapa nchini, kwa lengo lile la kuifanya nchi hii kila mmoja ashiriki katika kuifanya kuwa na amani ya kutosha. Na tunaamini mtaendeleza jukumu hilo la kuwasihi wa Tanzania,
waone umuhimu wa kila mmoja kuwa ni sehemu ya mchango wa kulifanya taifa hili kuwa tulivu, kuimarisha mshikamano miongoni mwetu, na hatimaye ile tunu waliotuanzishia viongozi waliotangulia na waliotangulia mbele za haki ya amani katika nchi kuwa inaendelezwa. Dini zina misingi yake. Dini zimejengwa kwa namna ya kuwajenga waumini wake kuwa na staha, ustaarabu, lakini pia uvumilivu. Kubwa zaidi ni kutambua kwamba yeye ni miongoni mwa wanajamii wanaohitaji kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kwa hiyo viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa ya kuhamasisha waumini kushiriki kamilifu kwenye shughuli za kimaendeleo. Ndugu Waislamu wenzangu, tunaendelea kufahamu jukumu la serikali, na mimi nikiwa sehemu ya viongozi wa serikali kama msimamizi wa shughuli za serikali, lazima niwaambie kwamba serikali inaendelea kujenga misingi ya mshikamano kati ya waumini wa dhehebu moja na dhehebu jingine, tena katika nyanja mbalimbali, lakini pia katika kutoa hamasa ya waumini kuendelea kushiriki ibada mbalimbali zilizoainishwa kulingana na dini yenyewe na masharti yake, tukiwa tunaamini kwamba dini zimeendelea kuifanya nchi hii kuwa ni nchi ya amani wakati wote. Na sisi tunaamini kwamba viongozi wa dini mnayo nafasi ya kukemea mambo yote yanayopelekea kuwa na mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa hili. Imani hii imejengeka kwa miaka mingi, na sisi serikali tumeiona ina maslahi kwa taifa hili, kulifanya taifa ambalo lina watu wanaoamini kwamba kila mmoja anayo haki ya kuishi, lakini kuongozwa kwa misingi inayobeba haki zake na kusimamia matakwa ya nchi kwa mujibu wa sheria tulizojiwekea sisi wenyewe. Leo hii tunapokutana hapa kwenye maadhimisho ya siku hii ya Idi, mimi nataka nitumie nafasi hii kueleza kwamba maadhimisho haya yanafanyika ikiwa ni kukamilika kwa ibada ya hija, ambayo ni nguzo mojawapo muhimu katika Uislamu. Na hivyo basi, kipekee ni wapongeza Waislamu wote waliofanikiwa kutimiza ibada ya hija huko Maka na Madina. Sisi sote tuliobaki hapa tuwaombee wenzetu wakamilishe ibada hiyo, na kukamilisha kwao ibada hiyo kwetu sisi ni baraka, kwa sababu wanatuombea, na wengine wakifanya maandalizi ya mwakani kwenda hija. Na bahati nzuri katibu mkuu amekumbusha kwamba kukamilika kwa hija hii ni kuanza kwa hija ijayo, na kwa hiyo tuendelee kuombea kwa Mola ili kila jambo ambalo wanalifanya huko liwe la heri na salama. Ndugu Waislamu wenzangu, nitumie nafasi hii vile vile kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini na mashehe wote na wanazuoni wote. Binafsi nimepata fursa mara kadhaa kukaa pamoja, kusikia mahubiri yenu. Wakati wote mmekuwa mnatupa mafundisho ya heri yanayojenga misingi imara ya kuendeleza dini na ujenzi wa vijana wetu kuzingatia masuala ya dini. Na ndio kwa sababu leo tunaona pia hata vijana wadogo wako hapa. Tunaona kijana mdogo yuko hapa. Huyu atalelewa kwenye misingi ya kidini. Huyu kwenye makuzi yake
atakuwa anasikia mahubiri haya viongozi wetu wa dini kama ambavyo leo ametolewa, na atakuwa hivyo, naye atakuja kupata nafasi ya kuendelea kukuza taifa hili na kuhubiria wengine. Sisi tunaamini dini zina ujenzi wa muumini kiimani, na tunapofanya kazi ya kujenga watu wetu kiimani, basi tuwaingizie imani yenye maslahi kwa taifa. Tusiwajengee imani ambayo inakwenda kulibomoa taifa hili. Kulibomoa taifa, tunaanza kuibomoa jamii ambayo inakuzunguka. Dini hazina nafasi ya kubomoa jamii inayozunguka. Dini ina nafasi ya kujenga jamii hiyo inayozunguka. Kwa leo tuko hapa, tumepata mafundisho mengi na mashehe waliotangulia. Hebu tuzingatie mahubiri yao. Hao wenzetu waliopata karama ya kusimama mbele ya jukwaa na kusema neno la Mungu ni watu muhimu sana. Lazima tuwazingatie, lazima tuzingatie yale wanayoyasema. Na kwa hiyo niamini kwamba kila mmoja leo tumepata ujumbe unaohusiana na tukio la leo, lakini tukio endelevu kwa kuimarisha Uislamu na misingi yake. Ndugu Waislamu, haya niliyozungumza ni mambo muhimu sana, na kama ilivyoelezwa leo hatuchukui muda mrefu, lakini nitumie nafasi hii pia niweke masuala muhimu ambayo yanaendelea kutuunganisha kati ya dini wa Tanzania, kwa maana waumini, na serikali yetu, ikiwa ni mambo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, naomba sana kila tunapofanya mambo yetu, iwe ni binafsi, ya kikundi, lakini ya umma mkubwa, lazima tuzingatie sheria. Sisi tunapokuja kuabudu hapa, lazima tuzingatie sheria ya kuabudu, sheria ya uhuru wa kuabudu. Katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 19 kifungu cha kwanza mpaka cha 3 imeweka bayana ufafanuzi kuhusu uhuru wa kuabudu, ili mradi hakuna uvunjifu wa amani, hakuna uvunjifu wa sheria za nchi. Huku kuabudu si tu watu wamekutana pamoja wakafanya wanayotaka. Pamoja na ile uhuru wa kuabudu, iko sheria iliyoruhusu hata msikiti huu kuwa hapa. Iko sheria iliyoruhusu kanisa lile kuwa pale, na ndio iliyoruhusu wao wajenge, wakutane hapo, ili kiongozi wa dini atumie nafasi hiyo kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya dini husika. Haya yote yanalindwa na sheria. Hata sisi kuja hapa na mashehe kuja hapa ni kwa sababu sheria inawaruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo wito wetu, tunapopata fursa ya kuja kwenye misikiti kama hii, makanisa tukakaa hivi, viongozi wa dini kama Sheikh Hamisi Ngeruko alipokuja hapa, tunatarajia viongozi mtatumia muda wenu mwingi ule uliotengwa kwa ajili ya ibada hiyo kuzungumzia dini na sio vinginevyo, kwa sababu uwepo wa jengo hilo na ujaji wa waumini, hawa waumini wamekuja kusikia neno la Mungu, kujengwa kiimani, na waondoke waendeleze imani ambayo itakwenda kuendeleza amani na utulivu na mshikamano ndani ya nchi. Nataka niwakumbushe kwamba tunafanya haya kwa sababu tunayo sheria.